Waheshimiwa ndugu zangu, waamini nyote mlio hapa ambao kwa kweli ndio mmetufanya tuwe hapa, kwa sababu isingelikuwa ni nyinyi hii siku isingelikuwepo, lakini kwa sababu ya kwa waamini na mkono na viongozi hawa wa dini ndio maana tumekuja hapa, na tunawashukuru sana hawa viongozi wa serikali ambao wameturuhusu tuwepo hapa. Mimi nimeombwa niseme nikiongezea kwa lile ambalo amenisema ndugu yangu Sheikh Mavumbi, hilo la nia na dhumuni la kuwa hapa. Nianze tu na hilo ambalo sisi kama Wakristo huwa tunalifurahia sana, na kwa kweli leo linaonekana hapa. Tunacho kitabu katika Biblia yetu takatifu kinaitwa ni Zaburi. Sasa kwenye Zaburi humo, Zaburi ya 133 inasema, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu akikaa pamoja kwa umoja. Mimi nafikiri hilo ndilo tunaloliona hapa. Sasa hilo ni moja wapo ya hivyo ambavyo kwa kweli si malengo yaliyowafanya hawa hii kamati ya amani pamoja na mahusiano ya dini mbalimbali wamokuwa na chombo hicho, wakiamini kabisa kwamba sisi ni watoto wa baba mmoja, tukae pamoja na tuwe tayari kufanya mambo pamoja. Na mojawapo ya hayo ndio hilo ambalo limesemwa leo la amani, pamoja na vile vyote vinavyoendana nalo ambayo tumevisikia hapa, kama ni haki, kama ni upendo, kama ni umoja, ushirikiano, vyote hivi vinaendana na kitu hicho, amani. Mimi ni mgeni hapa Tabora, nafahamu nyote. Napenda kwanza niwashukuru sana hii kamati ambayo nikaribisha kama askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, na mimi ambaye napaswa kuingia mle kwa sababu ya ofisi yangu, na kweli iliheshimu sana, kasema mtakuja hapo, na nilifika. Na nilipofika tarehe 3 hiyo mwezi wa 9 tukakaa pamoja, ndo yakawa mapendekezo haya ambayo ilibidi yafanyike, na kwa kweli ilikuwa ni kurudi huko nyuma. Sasa mimi nianze tu kwanza kwa kushukuru sana hii kamati kwa hilo ambalo liliona ni zuri, hilo la kuunganisha hizi dini mbalimbali, madhehebu hayo mbalimbali yaje yawe pamoja kama watoto wa Mungu mmoja, na wafanye hayo ambayo atakuja kweli kutuletea hilo la kwanza amani, alafu baadaye na wengine mengi ambayo walifikiri kwamba yawepo. Na ndio hilo tunaloliombea leo, kwamba umoja huo kwanza kudumu. Kwa kweli ni tunu hiyo katika nchi yetu, umoja. Alafu ushirikiano, ndio hayo mambo ya kushirikiana. Alafu sio hilo tu, kuna mambo mengine kama maridhiano, na lenyewe limo humo, ndio tunaloliombea leo tunaposali hapa, hayo maridhiano yawepo. Alafu ndugu wakae pamoja, wasikilizane pale ambapo kuna matatizo, pale ambapo kuna shida, pale ambapo yanaweza yakaibuka haya ambayo angelitukosesha amani, basi tuone namna gani tutayashughulikia. Sio tujifiche tukae sehemu fulani, kama mtu mmoja alivyokuwa ameniambia, sema wewe unaenda wapi? Nasema naenda kwenye sala. Nasema sasa hizi uhitaji kusali. Nasema mimi nahitaji kusali kila siku, napasha nisali. Kumbe wakatusaidia tukalijua hilo, basi kwetu inakuwa ni nguvu hiyo ya kuja kutuletea hilo ambalo tunalitafuta. Hili ambalo tuko tunalifanya leo, ninapenda niongezee tena, ni jambo ambalo kwa kweli limefanyika jana. Sasa mimi ni Mkatoliki, lazima niseme hilo, mjini Vatican. Jana Baba Mtakatifu kwa mara ya kwanza amekutana na Mfalme Karoli Charles wa 3 na mke wake ambaye ni Malkia Camilla, Vatican kwa mara ya kwanza, na pamoja wakasali pamoja. Sasa kama sio hilo ambalo tuko tunalifanya hapa, mimi sijui ni kitu gani. Hawa walisali, huyu ni Muanglican na huyu ni Mkatoliki, na ndio wakubwa wa makanisa hayo. Walikuwa pamoja jana, ni kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi sana hiyo, ambayo sitaki kusema ni miaka mingapi, lakini ilikuwa ni jambo ambalo limewavuta wengi na linatuvuta, na mimi limenivuta. Nikasema kama hawa wakubwa wanaweza kufanya, kutafuta kukaa pamoja
na kwa kweli walikuwa na malengo matatu muhimu. La kwanza lilikuwa ni hilo la kukuza hizo imani tunazokuwa nazo kwa Mungu wetu huyo mmoja, kila mmoja kadiri anafahamu huyo Mungu ambaye tunamheshimu, ambaye ni kila kitu, ambaye ni mweza yote. Tukuze hilo. Alafu siku wote tunapokuza hilo la imani, unakuza na huo umoja ambao tunataka tuwe nao sisi tunaamini katika huyo Mungu mmoja. Lakini mbali na hayo, walitaka vile vile wakuze hayo ya maridhiano, kwa sababu kuna sehemu fulani mnakuwa mnakoseana, mlishakoseana. Sasa mnapokoseana, nyinyi kama ndugu, kama mko ndugu wa baba mmoja, mkae chini, mtafute namna gani na muone mnaweza mkaridhiana namna gani nyinyi nyote kwa pamoja. Na la tatu muhimu ambalo walifanya, ambalo tuko tunalifanya hapa jana, ukitaka uende usome tu, ni rahisi kuyapata, walizungumzia jambo zima la kuombea amani. Ndugu zangu, tuombee amani, lakini tulifanye hilo sote kwa pamoja, na tukishirikiana kwa pamoja bila unafiki, bila kujifanya kwa sababu nionekane hivi, na hakika kabisa tunaweza tukalipata, na nchi yetu inaweza ikaendelea na tukawa bora katika amani hiyo ambayo tunaitafuta. Asanteni sana.